Katika kipindi ambacho dunia inaendelea kubadilika kwa kasi kupitia teknolojia na biashara za kidigitali, Tanzania imeendelea kujijengea heshima kubwa kimataifa kupitia mchango wa GS1 Tanzania katika kuhakikisha bidhaa za Tanzania zinatambulika katika viwango vya kimataifa. Hivi karibuni GS1 Tanzania imepokea tuzo maalum ya heshima ya kutimiza miaka 15 ya huduma nchini Tanzania. Tuzo iliyotolewa katika mkutano mkubwa wa GS1 General Assembly uliofanyika nchini Poland. Hapa mkurugenzi wa GS1 Tanzania Bi Fatuma Kange anazungumza kuhusu tuzo ya miaka 15 ya GS1 Tanzania na umuhimu wake katika biashara za kidigitali. Tumekuja na tuzo hii ya GS1 Tanzania ya kutimiza miaka 15 ambao tumetambuliwa na GS1 General Assembly ambao ni mikutano ya kimataifa, inakusanya nchi zaidi ya 114 katika kila conference. Mikutano hiyo inakuwa attended na upande wa virtual pamoja na physical. Lakini mahususi mkutano huu unakuwa ni wenye vitu wa bodi na masio wa kila nchi. Kwa tukua nchi mbalimbali, kutokea Marekani, Uchina, Poland yenyewe, Mexico, Latin America yote, Southern Sahara, na sisi wa Tanzania pamoja na wa Kenya wenzetu, North Africa, ziko regions mbalimbali katika huu mfumo, kwa hiyo zinatambulika kama kwa mabara. Baada ya maelezo hayo kutoka kwa mkurugenzi wa GS1 Tanzania, imeelezwa kuwa tuzo hiyo ni ishara kubwa ya kutambua mchango wa Tanzania katika matumizi ya mifumo rasmi ya GS1 standard pamoja na maendeleo ya biashara za kidigitali nchini Tanzania. Mkurugenzi wa GS1 Tanzania Bi Fatuma Kange, ambaye pia hivi karibuni ameteuliwa kuwa mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki EAC akiwakilisha wanawake, alisema dunia kwa sasa inaingia kwa kasi kubwa katika mfumo wa e-commerce na biashara za kidigitali, hali ambayo inafanya huduma zinazotolewa na GS1 kuwa muhimu zaidi katika kusaidia ukuaji wa uchumi, hasa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati nchini Tanzania. Hapa mkurugenzi wa GS1 Tanzania anaelezea umuhimu wa GS1 katika kukuza uchumi wa biashara ndogo na za kati za nchini Tanzania. Na kwa kweli ilikuwa ni heshima kubwa kupewa sambamba tuzo hii pamoja na Marekani ambao wanatimiza miaka 55 katika mfumo huu. Wachina wanatimiza miaka 35 katika mfumo huu. Tanzania tumetimiza miaka 15. Tujipongeze, tumepiga hatua kubwa sana. Hatujaachwa nyuma. Lakini nakumbuka wakati wa kuanzisha taasisi hii ilikuwa ni juhudi za serikali kuona kwa nini bidhaa za Tanzania haziuzwi katika masupermarkets. Waka research kupitia taasisi yetu Tanzu ya Tirdo, wakaungana na Tanzania Private Sector Foundation ya kipindi hicho nikifanya kazi kama afisa miradi. Tukatengeneza kamati ya kitaifa kujua namna gani mfumo huu utakuja. Nimebahatika katika safari zote hizo kuhusika, toka kupata wazo, kuanzisha mpaka kusimamia chombo. Kwa hiyo miaka 15 mimi mwenyewe namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan Dr. pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa namna ambavyo chombo hichi wameamua kukipa nguvu. Katika safari hii ilikuwa tuambatane na naibu katibu mkuu kaka yangu Aristide Mbwasi. Kwa bahati mbaya tarehe inagongana na siku ya budget. Kwa hiyo ikabidi abaki kwenye masuala ya budget na sisi twende tutengeneze huu mguu mwingine wa kwenda Poland. Ilikuwa ni safari nzuri sana. Kwa zaidi ya miaka 15 sasa, GS1 Tanzania imeendelea kutoa huduma kwa viwanda vingi pamoja na wafanyabiashara mbalimbali nchini kwa kuhakikisha matumizi sahihi ya barcodes na mifumo ya kisasa ya utambuzi wa bidhaa yanaendelea kuimarika siku hadi siku. Katika safari hiyo maalum ya kimataifa, Bi Fatuma Kange aliambatana na mjumbe wa bodi ya GS1 Tanzania ndugu Ali Senchonge pamoja na afisa wa ubalozi wa Tanzania nchini Ujerumani ndugu Victor Rugwiza, ambapo walikwenda pia katika ubalozi wa Tanzania nchini Ujerumani kuwasilisha tuzo hiyo kama ishara ya shukrani kwa ushirikiano mkubwa uliotolewa kwa GS1 Tanzania katika shughuli zake za kimataifa. Safari ya treni kutoka Poland hadi Ujerumani ilichukua takribani saa 5
safari iliyobeba ujumbe mkubwa wa kuiwakilisha Tanzania katika sekta ya biashara na teknolojia duniani. Aidha, ubalozi wa Tanzania nchini Ujerumani uliteua afisa maalum aliyeshiriki katika vikao vya siku 5 vya GS1 General Assembly kwa niaba ya serikali ya Tanzania. Ushiriki huo pia uliipa Tanzania nafasi maalum ya kuendelea kutambulika duniani katika matumizi ya mifumo rasmi ya GS1 standards kwa ajili ya kutambua bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa kampuni ya Grace Products kutoka nchini Tanzania alipata nafasi ya kuelezea taasisi ya GS1 Tanzania pamoja na manufaa yake kwa wafanyabiashara na wazalishaji wa ndani. Alieleza kuwa baada ya kupata elimu ya matumizi ya barcodes kupitia GS1 Tanzania, bidhaa za kampuni yao zimeweza kutambulika kimataifa na kuwapa nafasi kubwa zaidi ya kufanya biashara katika masoko mbalimbali duniani. Hapa mkurugenzi wa Grace Products anazungumzia faida za matumizi ya barcodes na jinsi zilivyosaidia bidhaa zao kutambulika kimataifa. Na Grace ni wajasiriamali wa kwanza walioamini. Baada ya hapo tajiri asiyebebeka. Hivi mmeshafika kwa Grace? Tajiri zoazoa kama yeye hamna. Ya kwanza ni kupongeze. Amina. Tunataniana sana na Fatuma. Na sitataka kulitaja hilo jina. Wakati nimempokea pale ile airport, nikamwambia ile jina nalifuta. Alifuta kwa sababu halistahili. Ila nimemstahilisha leo. Kwanza hongera sana. Maana umetustahilisha wajasiriamali wote wa Tanzania. Mimi nilikuwa kweli katika wale watu wa kwanza. Fatuma alipokuja kuniuzia hii idea, kwa kweli hatukusita. Tukaingia kwenye barcode, na leo hii niwe mkweli, zimenipeleka viwango vya kimataifa. Sikujulikana tu kitaifa, bali nimejulikana mpaka kimataifa. Na mwaka 2018 kupitia GS1 katika ile barcode ambayo zipo kwenye bidhaa zangu, niliweza pia kupata tuzo ya ubora wa viwango vya kimataifa nchini Marekani. Now, Grace Products Limited from Tanzania. Tuzo hii tumeipata kwa sababu tumetengeneza vipodozi vizuri ambavyo wao walivionelea kwamba vinastahili sisi kupewa tuzo. Hongera Grace Products kwa kupokea tuzo ya The International Quality Summit Award New York 2018. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, kupitia barcode ambazo tunaweka kwenye bidhaa zetu, yani wewe wala huhangaiki kuitambulisha bidhaa yako, ila ile barcode yenyewe inakutambulisha na kukuonyesha bidhaa yako ni ya ukweli, ya uhakika, ya thamani, na inaweza kutumika na mtu yoyote ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu mama huyu ni mpambanaji sana. Kupitia teknolojia ya GS1 standards pamoja na matumizi ya 2D barcodes, biashara nyingi sasa zina uwezo mkubwa wa kuboresha usimamizi wa bidhaa, kuongeza uwazi wa taarifa pamoja na kuimarisha uaminifu wa wateja. Kutokana na mafanikio hayo makubwa, GS1 Tanzania imepanga kufanya mkutano maalum pamoja na shughuli za kuwashukuru wadau wote waliochangia mafanikio ya taasisi hiyo ndani ya miaka 15 ya huduma zake nchini Tanzania. Shughuli hizo zinatarajiwa kufanyika Septemba mwaka huu 2026. Bila shaka ni wazi kuwa mafanikio haya yanaendelea kuifanya Tanzania kuwa sehemu muhimu ya mapinduzi ya biashara ya kidigitali duniani, huku GS1 Tanzania ikiendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa kupitia ubunifu, teknolojia na mifumo ya kisasa ya utambuzi wa bidhaa. Makala hii imeandaliwa na Alfred Alphonse Sindani na kusomwa kwako nami Dastan Fredi Kamala. Shukran na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vya Top TV kutoka Dar es Salaam, Tanzania.